mtoto wa Ibrahimu, na pepo alimuweza. Na Biblia inasema yule mwanamke alikuwa ni mtu wa ibada, na ndio maana hata siku hiyo Yesu anaingia hekaluni, yule mwanamke alikuwa kanisani siku hiyo, lakini alikuwa amepindishwa umbo lake la mwili na pepo, tena pepo wa udhaifu. Kwa hiyo kama yule mwanamke mwana wa Ibrahimu anaweza kupigwa na pepo, sembuse tu Msukuma wa Karebezo Mkulia wa Nyamongo pepo wa udhaifu. Kwa hiyo kama wanaweza kupindisha mwili, je, wanashindwa kuipindisha ndoa? Je, wanashindwa kupindisha biashara? Je, wanashindwa kupindisha maisha yako? Kwa hiyo kuna watu wanahangaika kwenye maisha, lakini kuna pepo wa umaskini, kuna pepo wa mauti, kuna pepo wa ugumba, kuna pepo wa utasa, kuna pepo wa umaskini, udhaifu. Wewe kila mara unapopata pesa ni dhaifu katika kupanga matumizi. Ni roho kabisa, pepo kabisa wa udhaifu wa mipango. Sio kwamba upate, unapata, na zikifika huna uwezo wa kuzimanage zile fedha. Zikiisha ndio unaanza kusema hivi, mimi mjinga na akili. Zikiisha unaacha huru, unakuwa na akili. Lakini ukizipata tayari masikio yanasimama kama peremende. Pepo kabisa. Lakini kuna pepo mwingine anakupindisha kwenye muonekano wa macho ya watu. Watu wakikuangalia katika biashara au katika kazi, hawakuoni kama ulivyo, wanakuona katika sura nyingine. Unakuwa na roho ya kukataliwa, unasikia roho ya kukataliwa. Unakuwa na roho ya kukataliwa. Watu hawataki tu wanunue kwako. Hawataki tu kwa sababu wanavyokuona. Hawakuoni huko kwenye giza, hawakuoni. Pepo amekufunika na kukuwekea hilo giza. Kwa hiyo mapepo wao, tunazungumza jambo la pili, kazi yao ni kutengeneza matukio katika maisha ya watu. Unakwenda kufanya biashara au unaenda kufanya kazi, yule bosi pale kazini anakuwa anajisikia vibaya, hataki kukuona. Kwa sababu gani? Kuna pepo wewe hawataki. Unasikia tu naambiwa, hatutaki tukuone hapa. Hela yako ndio tudai hapa. Usije tena hapa. Sasa nimekosea nini? Ndio hivyo, tushamaliza, nenda. Roho ya kukataliwa. Mapepo yanapindisha maisha yako. Leo tu ni kwamba uishi kwa taabu. This week tunatangaza kila pepo aliyekaa kwenye maisha ya mtu, tunampiga mijeledi na bakora, anahama kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwezo huo tunao kwamba maisha ya watu wawe na furaha. Na hiyo ndio kazi ya kanisa, kuwapa watu wengine furaha. Furaha iliyoondolewa na magonjwa, furaha iliyoondolewa na maskini, furaha iliyoondolewa na vifungo vya familia. Furaha hiyo lazima irejee. Na ukiwa kwa Yesu, hatuko hapa tu kwa ajili ya kwenda mbinguni. Tuko hapa kwa ajili ya enjoy maisha hapa duniani kwanza. Mbinguni tutaendaga tu. Hapa duniani kwanza uwe na furaha, uwe na maisha yako. Na hiyo kazi tutaifanya kwa wiki hii. Tunahakikisha kwamba kila mtu anapata muujiza wake ndani ya wiki hii katika jina la Yesu. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Kuna watu mko hapo mlishapigiwa simu na watu wanawatafuta kwa ajili ya biashara nzuri, wawapeni mtaji, lakini hampatikani hewani. Simu yako iko hewani tayari, lakini ukipigiwa hupatikani. Walishaizuia ile simu, yani
hiyo namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Wewe unapigiwa tu hela za kuombwa hela. Leta huku tunakufa kijijini. Bibi yako huko ametekuka kiuno. Yaani hela za matatizo tu ndio zimekuja wewe. Lakini wewe watu kukuletea mafanikio, hizo simu haziji. Kwa nini? Wanaweza kuzuia kwenye network wale pepo. Wajinga sana hao, wala sio wa kuhurumia. Nilikuwa napiga mapepo siku moja, akaniambia mchungaji Andrew, tuhurumie tukupe hela. Nikamwambia una hela za kunipa? Tuhurumie utuachie huyu mtu, sisi tunakupa hela. Naambia tuongeeni biashara sisi. Sema unataka shilingi ngapi? Nikamwambia nipeni bilioni 1. Bwana umetaka nyingi. Unataka nyingi sana Uwezo wenu ni ngapi? Sisi tunakupa laki. Nikamwambia wajinga kabisa. Yaani unataka mtu kwa laki. Roho moja haitoshi hata milioni 1. Alafu je, unataka mtu kwa laki? Wajinga. Bakola. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, hapa duniani hata kama mwenye dhambi angekuwepo mmoja tu ambaye ana dhambi, wengine wote ni watakatifu, Yesu angeacha kiti chake cha enzi akaja duniani kwa ajili ya huyo mwenye dhambi nani? Kwa hiyo roho ya mtu, furaha ya mtu hauwezi kulinganisha na gharama au thamani yoyote. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo leo nazungumza hata na waombaji wa kanisa letu. Nataka niwaone mkiomba, kwa sababu ninaenda kuwapa muziki ambao utawazidi kama mjajipanga sana. Si mnakuwa mnapapasa tu. Toka. Nenda, halafu mnamuinua. Amka. Sasa hii inaenda kukoma hiyo. Halafu watu wengine wako wanafanya nimsitaki kuombea na kuwa wajanja anajificha huko. Na kwenda kuwakamata temu hii. Ni lazima tushughulikie maisha ya watu wakae sawa sawa. Na nataka waombaji nijue ratiba yenu katika wiki hii imekaaje ya kutafuta uso wa Bwana. Kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji watu wa Mungu kufurahi. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimetumiwa message leo na mama mmoja alikuwa anatokea Kuswele. Alisikia ninahubiri, nafundisha kwenye redio. Akanipigia simu akasema, mchungaji, mimi mume wangu amekuja na sasa nimemwambia kwamba mimi nimekuja huko, nimeliona kanisa hilo na nimechagua mimi niwe mshirika wako. Kwa hiyo mchungaji, ninaomba unitafutie chumba huko, mimi nataka nihamie hapo karibu na mtaa wa kanisani niwe nasali hapo. Na mume wangu nimemshawishi, tumekubaliana. Kwa hiyo kuanzia sasa naomba unisajili kama mshirika wako. Nikamwambia sawa. Tumia majina yako matatu. Kaniambia nisaidie kupata chumba, nimwambia vijana hapa waangalie vyumba wampatie. Lakini hii yote anasema kwa ajili ya ile huduma aliyokuja akaipata. Kama tusipowapa watu furaha, kwa tunawalazimisha tu watu waende mbinguni, tutakuwa hatujatimiza jukumu letu ambalo tunapaswa kutimiza. Msomaji, kitabu cha Luka sura ile ya 13 mstari wa 11. Anasema natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Pepo wa udhaifu. Kama ambavyo pepo wa udhaifu alimpindisha mwanamke huyu,
Pepo wa udhaifu anaweza kupindisha elimu, anaweza kupindisha, yaani mtoto hataki shule, anaweza kupindisha ndoa, mwanaume hakupendi tena, anaweza kupindisha uzao wa tumbo haupo. Pepo wa udhaifu anapindisha. Sasa Yesu anasema akaweka mkono juu yake, yule mtu pamoja kwamba alikuwa amepinda miaka 18, akanyooka saa ile. Uwezo wa kunyoosha kila kazi ya mashetani tunao kwenye mikono yetu. Kila walichopindisha mapepo, sisi tuna uwezo wa kunyoosha. Amen. Tutanyoosha this week, tutanyoosha ndoa zilizopinda, tunanyoosha maisha yaliyopinda, tunanyoosha biashara zilizopinda, tunarudisha nyota, tunarudisha mafanikio, tunarudisha heshima, tunarudisha baraka, tunarudisha faida kwenye biashara katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Ndio. Yesu alipoweka mkono alinyooka, na sisi tutanyoosha leo. Amen. Kuna jina atakayebakia amepindisha watu, lazima watu wanyooke, watu wafanikiwe, watu wastawi, watu waongezeke. Jamani, haleluya. Nilikuwa ninamchekesha mchungaji leo, ninamweleza kuna kijana mmoja nikampa nafasi ashuhudie, na ni msafiri. Nilimuona kwenye grupu la wanaume anachangia hoja kwenye kikao. Nikapenda sana msimamo yake na alivyokuwa anaongea. Lakini yule kijana amekuja hapa akiwa hoi bin tabani kiuchumi. Akasikiliza vizuri ninavyofundisha, akanifuata ofisini. Akaniambia, baba, ninataka kusafiri kwenda kufanya biashara fulani. Nataka kwenda kutafuta wateja. Niombee. Kila akitaka kwenda anapita. Sasa alipoenda mara ya kwanza akarudi na wateja, yaani wateja wakaanza kununua vitu tangu hata hajarudi. Amekuja kapiga kazi, anataka kwenda tena, kaja baba, akaja na bahasha zake kaweka mezani, akasema, baba, nitampa nini? Mimi nataka nifanikiwe kwenye maisha yangu. Nikamtamkia neno, nikambariki, nikamwambia nenda. Ameenda, amerudi juzi. Anasema Mungu wako mchungaji ni hatari. Yaani nilikuwa na madeni benki, lakini ninalipa, sina deni mpaka sasa, nalipa huku nachekelea. Amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Nilikuwa namwangalia alivyo leo na jinsi alivyokuja, unaanza kuona tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi ya kanisa, kuwafanya watu wa Mungu wawe na furaha. Kama kuna vitu vinaleta huzuni kwenye maisha yao, viondoke. Hakuna uchawi, hakuna uganga utakaosimama mbele ya Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Habadiliki wala hajabadilika. Yeye anaitwa Simba wa kabila la Yuda. Yeye alipigwa, akasulubiwa, akazikwa, na siku ya tatu alifufuka. Ana uwezo wa kuwafufua wote waliozikwa maisha yao na nguvu za mashetani na nguvu za mizimu. Kesho nitakuonyesha kipengele kinachoeleza namna ya kuwashinda mapepo. Lakini leo nataka nikomee hapo kwa kuonyesha hilo tukio moja. Mapepo wanavyofanya kazi, wanavyoweza kutengeneza matukio na kuharibu maisha ya watu. Namba 3, mapepo wanaweza kuharibu maisha ya watu kwa kutumia wachawi. Nimekwambia 2. Ya 3, wachawi. Mchawi ana roho, anamtamkia mtu awe katika hali fulani kulingana na wivu, kulingana tu na kuamua kwamba hawataki kuona furaha, kulingana labda wewe ulimkosea, anaweza kutuma hayo maroho ya kukuharibia maisha yako. Hilo ni jambo la 3. Kwa hiyo mapepo wanatumwa, wanaambiwa na wachawi waende wakafanye tukio fulani. Kwa hiyo mchawi anaomba kwamba familia fulani isiwe hivi na hivi, iwe hapa.
mchawi. Kwa sababu nilikwambia jana, mchawi hawezi kuroga mpaka ametumia mapepo. Lakini Yesu sasa anatupa uwezo. Kitabu cha Marko sura ya 16. Marko sura ya 16. Marko 16 mstari wa 17. Marko 16:17. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha. Tulia, ameanza na neno moja, watatoa. Watawatoa wapi? Watawatoa kila mahali pepo walipo, lazima watoke. Ishara ya kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu ni kutoka. Mtoa wapi? Pote alipoweka miguu yake, atoke. Jinsi gani tunaweza tukawashinda mapepo? Hiyo tutaanza nayo kesho. Lakini nataka nimalizie au nikomee hapa leo kwamba tutatoa pepo kwa jina Yesu. Tutatoa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya kutoa pepo, hiyo ndio kazi ya kanisa. Katika maagizo yote ya kupeleka injili, wakati Yesu anayatoa, alianza na kazi hiyo. Wakatoa pepo. Kama ukihubiri halafu watu wakabaki na mapepo, hiyo injili yako haijakamilika. Injili haijakamilika. Kwa sababu lengo la injili maana yake ni habari njema. Injili ni habari njema. Habari njema ya nini? Habari njema watu wafurahi. Hiyo ndio kazi ya injili, kuleta furaha kwenye maisha ya watu. Maana Yesu ni yote katika yote. Ndio maana ya yeye kuja duniani. Na Yesu anasema halitakuweko neno lisilowezekana kwenu. Maana yake kanisa tunaweza mambo yote. Tunaweza mambo mangapi? Yote. Mambo mangapi? Yote. Hiyo ndio mamlaka ya kanisa. Katika kitabu cha Mathayo 18 anasema, na Petro anakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa wapi? Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa wapi? Anasema milango ya kuzimu, malango ya kuzimu hayatafanyaje? Hayatatushinda. Sasa mapepo ni malango ya kuzimu. Yatatushinda au hayatatushinda? Hayatatushinda. Yatatushinda au hayatatushinda? Hayatatushinda. Sasa tunajua kabisa kwamba hii kazi ni pepo. Kwa nini pepo waendelee kudominate watu wakati sisi kama kanisa tu? Eti kwa sababu tunapenda kula ugali na kulala kwenye neti. Sisi afadhali tumeziacha neti zetu, tukakesha kanisani, tunamtafuta Mungu. Maana kuna maisha ambayo wewe ukilala kanisani wiki moja, yaani kulala kwako kanisani wiki moja na mlilia Mungu, unapewa kuishi miaka 21 ukiwa na furaha. Kwa kulala kanisani wiki hii. Sasa wewe unakubali kulala nyumbani, huna hela, huna hiki, matatizo yamekuja. Na nyumbani unalala, alafu unaishi miaka 21 kwa taabu. Jamani, nilisikiliza shuhuda wa mtu mmoja ambaye alienda kutafuta uchawi kwa waganga. Akapewa masharti. Sharti akaambiwa chaguo. Ilikuwa ni masharti matatu. La kwanza akaambiwa awe analala na nyoka ndani. La pili awe analala chini. La tatu asiwe na mahusiano kabisa ya wanawake wengine isipokuwa abakize mke wake peke yake. Akasema hilo la kubakiza mke wangu peke yangu hamna, leo ngumu sana. Mimi nilishangaa.